Urusi na India zimekubaliana kutatua mpango wa nyuklia wa Iran kupitia mazungumzo. Baada ya rais wa Russia Vladimir Putin na waziri mkuu wa India Narendra Modi kukutana mjini New Delhi, nchi hizo mbili zimesisitiza umuhimu wa kutatua masuala yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran kwa njia ya mazungumzo. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa mnamo Ijumaa baada ya mkutano kati ya Putin na waziri mkuu Modi mjini New Delhi, Russia na India zimetoa wito wa kujizuia na kuheshimu haki za binadamu katika Asia Magharibi na kusisitiza umuhimu wa kutatuliwa mpango wa nyuklia wa Iran kwa njia ya mazungumzo. Hata hivyo, Urusi ni miongoni mwa mataifa yaliyoshiriki vema katika ujenzi wa vinu vya nyuklia huko nchini Iran, ikiwa ni pamoja na kinu kile cha Isfahan. Hata hivyo, kuna mpango wa ujenzi wa vinu 8 vya nyuklia ambapo dili hilo litakuwa chini ya Urusi, na Urusi itaanzisha ujenzi huo kupitia shirika lake la nishati la Rosatom. Russia na India zimeelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kusisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa mikataba ya amani ili kumaliza mzozo katika ukanda huo wa Gaza. Russia na India pia zimetoa wito wa kufanyika marekebisho kamili ya muundo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na Moscow inatangaza kuunga mkono India kugombea uanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Putin amesema katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari na Narendra Modi, akisema kwamba Russia na India hufuata sera huru za kigeni na kushirikiana ndani ya mfumo wa BRICS na Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai kuunda utaratibu wa pande nyingi zaidi wa kidemokrasia na wa haki. Mazungumzo ya Putin na Modi yamefanyika huku utawala wa Marekani ukiongozwa na Donald Trump ukishutumu Russia kwa kuendelea kusafirisha mafuta nchini India kama njia ya kufadhili vita vya Putin nchini Ukraine na kuweka ushuru wa 50% kwa bidhaa nyingi za India mnamo mwezi wa Agosti. Licha ya shinikizo hili, New Delhi imesisitiza kwamba itadumisha uhuru wake katika uwanja wa biashara, huku Putin akitoa wasiwasi India juu ya ununuzi wa mafuta kutoka nchini Russia, kwamba Marekani haiwezi kufanya lolote na hata kama itaweka vikwazo kwa India ni vikwazo ambavyo ni bure tu, havitakuwa na athari zozote, kutokana na kwamba India ina idadi kubwa ya watu, lakini pia kundi la BRICS ni kundi ambalo linategemewa sana na mataifa haya ya BRICS, ikiwa ni pamoja na Urusi, China, hata India na Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatokea sasa. Ni mipango inayopangwa na Urusi na India katika kusisitiza utatuzi wa mpango wa nyuklia wa Iran miongoni mwa mwanachama katika BRICS kupitia mazungumzo. Lakini pia ilitajwa katika siku za hivi karibuni kwamba Russia iliahidi Iran kwamba aina yoyote ya silaha ambayo itahitaji wakati huu itapata. Inadaiwa pia kwamba kuna ndege za Su-35 Sukhoi miongoni mwa ndege hatari katika uwanja wa vita ambazo huenda zikasafirishwa kuelekea nchini Iran katika mpango wa mapambano, kwa sababu iko wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa Israel ikaanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Hata hivyo, India ina uhusiano fulani na Israel, lakini hili halikuondoa namna ya kuitetea Iran katika mpango wake wa nyuklia. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.